soko tunahangaika tu. Ukiangalia matope, kuna matope mingi. Na soko tulikuwa tunalipa ushuru, lakini serikali iko na hatujai lipiwa hii soko, tunahangaishwa. Mwenye shamba anakuja anataka pesa ya soko. Tunashindwa sasa tuende wapi? Nimekuwa mfanyabiashara hapa zaidi ya miaka 25. Na kwa hiyo miaka 25 hujawahi kuwa na soko. Tulianzia kwa railway tukafukuzwa na railway. Tukakuja hapa mwishowe tulikuja tukafukuzwa na mwenye hapa. Baadaye tukalilia mwenye hapa akatufungulia tukaanza kutandika hapa. Na mwenyewe baadaye alisema anauza hii shamba. Na kaunti ikajitolea kununua. Na wakasikilizana. Sisi kama wafanyabiashara hatujui walisikilizana pesa ngapi. Nataka tusaidiwe hii soko iwe kwa mikono ya serikali ili sisi wafanyabiashara pia tuwe huru. Ikinyesha tunateseka zaidi, hata mnaona hii nyumba jinsi vile ilivyo, tunanyeshewa jinsi vile tulivyo. Hiyo mvua ikikuja na upepo, ndani yote vitu zinaloa. Hatuna mahali pa kukalia. Tuko na changamoto zaidi kwa hii soko. Isiwe kama mahali ya labda watu kung'ang'ania na kuzozana. Hatutaki watu kuwa mashuhuri kwa sababu ya hili soko. Sababu wao wanapata wanakuwa yani wanapata ushauri mkubwa, yani wanakuwa wenyeji, wanataka kujulikana, na hapa sisi tunaumia. Penye wanaweka siasa waache kuweka siasa kwa hii shamba. Hii shamba inasaidia watu wengi. Tumelelewa kwa hii shamba. Sisi bado tunalelea watoto wetu kwa hii shamba. Kwa hivyo hii shamba ina faida kwa watu wengi. Watu wachache wasiweke siasa kwa hii shamba. Wananchi na wafanyabiashara wa Malaba wanateseka pakubwa sana kwa sababu ya kukosa soko. Miaka ambayo imepita kama miwili, koti ilinyang'anya serikali yetu ya Busia shamba hilo kwa sababu halikuwa limenunuliwa kihalali, na koti lenyewe likarudishia familia ambayo ilikuwa imeuzia serikali ya kaunti shamba lenyewe. Kwa hiyo imefanya wakazi wa Malaba kukosa soko. La kushangaza ni kwamba viongozi wetu wameweka siasa ambayo inanuia kuharibu mikakati ya serikali. Serikali yetu kuu kupitia kwa rais alikuwa ametupatia hakikisho kwamba tutapata milioni 400 ya kujenga soko ambayo inaitwa Malaba Strategic Market. Na county government yetu kupitia kwa gavana wetu alikuwa amekubali kulipa hilo shamba rejeshewe wananchi na wafanyabiashara wa Malaba. Lakini seneta wetu Okiya Omutata ameingilia kati kuzuia ununuzi upya wa shamba lenyewe, akidai kwamba county government inafuja fedha za wananchi wa Busia.